Naam, bwana Mr. Pimbi amekuja kuzungumza kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo Diamond Platnumz bwana amevifanya huko Uingereza kwa mara nyingine tena. Bwana Diamond Platnumz tunafahamu kwamba tour yake ilianzia huko Uingereza, then akaenda moja kwa moja akaamua kwenda Marekani kwa ajili ya lile tamasha la Summer Jam Festival, and then alivorudi, then baada ya kumaliza show ya Marekani ni kwamba amerudi tena Uingereza kwa ajili ya session ya moja kati ya ma DJ maarufu sana ambaye anafahamika kwa jina la AG. Huyu ni DJ maarufu sana ambaye kiukweli ameshafanya kazi na watu wengi sana kama vile Central C, moja kati ya marapa maarufu sana huko Uingereza. Wakachana na Central C kuna Ed Sheeran, Will Smith, King Cross pamoja na Rita Ora. Umeona bwana, amefanya kazi pia na Idris Elba. Zote hizo ni session ambazo huyu jamaa kwa ubunifu ambao yuko nao huaga anaendaga kukaa katikati ya mtaa, alafu anaweka pale DJ booth yake pale, then kuna watu wanakuwa wanamzunguka, then wanaanza kuvibe na kusikiliza ngoma moja baada ya nyingine kutoka kwa msanii husika ambaye atakuwa siku hiyo amemkaribisha. So huyu jamaa amefanya kazi na A-list celebrities worldwide, na kutokana na hiki kipindi ambacho huyu jamaa anakifanyaga na kuruka nacho live, basi this time around bwana alikuwa amemwalika Diamond Platnumz. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Diamond bwana amezidi kupiga hatua kwenda mbele katika masuala ya kimuziki hapa Afrika na duniani kote sasa hivi, kwa sababu Afrika tunajua kabisa kwamba Diamond ni mega star, lakini kwa upande wa kidunia sasa hivi ndo tunaona kwamba Diamond Platnumz bwana anaanza ku take over the world. So hicho ndo kitu ambacho tumekinotice, na Mr. Pimbi bwana amekuja kujigamba, maana siku hizi tunafahamu kabisa kwamba Mr. Pimbi it's official, ameamua ku switch sides, ameamua amie upande wa Wasafi, ameamua aanze kumsupport Diamond Platnumz kutokana na movement ambazo Diamond amekuwa akizifanya. Na siku hizi bwana sio tu kwamba Mr. Pimbi anamsupport Diamond, vile vile amekuwa akimkosoa Harmonize kwa baadhi ya vitu ambavyo yeye Mr. Pimbi anaona kabisa kwamba Harmonize huwa anafeli. So hivyo ndivyo situation ilivyo, na this time around bwana of course Mr. Pimbi bwana amemsifu sana Diamond Platnumz kwa hiki alichokifanya, hususan katika hiyo session ambayo amefanya na DJ AG kutoka UK huko Uingereza. So msikilize hapa Mr. Pimbi alivyokuwa anatamba kuhusiana na kile ambacho Diamond amekifanya siku ya jana. Haya, wale ambao mnaendelea kuwa na ubishi wenu kwa sababu mmechangia majifu, endeleeni kubisha. Mwijaku na wenzio, Diamond kasimamisha barabara katika nchi ya England. Jamani, nchi ya England, na sio nchi ya England tu, London. Hakuna nchi ngumu kupenya muziki wa Afrika kama England. Ni moja ya nchi ngumu sana. Diamond, raia wamefunga barabara, wameweka foleni, alafu hakuna kitu kikubwa ambacho Waingereza wamefanya matusi kama kuanza kumrekodi Diamond. Jamani, Diamond ni mkubwa. Kaeni kimya kuokoka maneno ya kumchafua Diamond. He is big. He is international artist. Hawa wenzenu ni loko. Hawa wasanii mnaowapigia kelele Mwijaku na wenzio, hawa wasanii ni loko. Na ndio maana wao kelele zao wataishia Mbezi, wanafunga foleni Mbezi, wanafunga foleni Mbeya, wanafunga barabara huko Mbeya, foleni zinakaa huko Mbeya, kila kitu ni Mbeya, Morogoro, Dodoma. Foleni zinakaa huko Mbeya, kila kitu ni Mbeya, Morogoro, Dodoma, sijui wapi. Wataishia East Africa kufunga barabara na kusababisha foleni. Diamond Platnumz yuko kwenye level sasa ya ulimwengu, dunia kwa ujumla. Yaani yule ameshaivaa dunia, ameshaingia dunia, ameivaa. Ule muziki wa dunia kaukamata huko kwenye mikononi mwake. It's not easy. Waingereza waache shughuli zao, waje na simu zao kukurekodi, wafunge barabara, wakae waandamane. Wewe Diamond, jamani, kuanzia leo ukisikia mtu yoyote anamfananisha Diamond na kama mwanamuziki kokote nchini, piga kofi haitoshi, ongeza na la kulia na la kushoto, akileta mashtaka leta kwangu hapa. Yaani mimi hiyo kesi nitainunua. Mwambe makofi kweli kweli ukisikia mtu anamfananisha
kumfananisha Diamond na mwanamuziki wote nchini. Muombe makofi, hiyo kesi itajibu Mr. Pimbi. I'm ready. Niko tayari kwenda jela kwa ajili ya kutetea nchi ya Tanzania. Thank you very much. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi kwa hili ambalo Diamond amelifanya. Na of course ukitazama inaonyesha wazi kabisa kwamba hii ni London, Uingereza, na of course watu walikuwa ni wengi kweli kweli wakiwa wanashuhudia tukio la Diamond Platnumz kuwepo pale mtaani akiwa anaimba, na foleni pamoja na umati huu umejikusanya eneo hilo kwa lengo tu la kuona kile ambacho Platnumz anakifanya. So hapa Mr. Pimbi baada ya kuzungumza hivyo bwana, hapa chini katika caption akaandika kwamba Diamond amefunga barabara, foleni nchini England, huyu hawezekani kabisa. Umeona bwana So huo ndo ujumbe wa Mr. Pimbi. Alafu kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu amekuja hapa ameandika, bwana, kama wewe ni shabiki wa Diamond na unamkubali Pimbi, weka like hapa. Kwa mtu amesema bwana, mzee Pimbi si kudharau tena, siku hizi unaongea pointi. Kwa mtu amesema bwana, ifike mahali WCB waweze kumlipa huyu jamaa kwa mambo ambayo anayazungumza. Kwa mtu amesema bwana, acha kuongea utopolo. Usichokijua, hiyo ni sehemu aliyoitiwa na DJ kurusha nyimbo zake kwa mashabiki wake na sio kufunga barabara. Konde Gang hatulipi watu wafupi siku hizi. Huna namna ya kutafuta umeamua uende ukale kwa Diamond, ila kwa Mwenyezi Mungu Harmonize tunajua kabisa kwamba yuko pale pale. Kwa mtu ameandika hivyo. Hawa ni mashabiki wa Konde Gang, nao wamekuja bwana kuibua ya kwao baada ya kuona kwamba Mr. Pimbi siku hizi amewahama na amehamia upande wa pili wa WCB. Kuna mtu ameandika kwamba bwana, siku hizi umeacha kulewa bwana, umeanza kuwa na akili nyingi sana. Kwa mtu kwamba bwana, peleka ufupi kule Pimbi kabisa. Kwa mtu kwamba bwana, mafuta ya pididi hayo. Kwa mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, bwana, nimeisha. Okay, haya, huyu ameandika comment isomeki vizuri. Kwa mtu amekuja amesema bwana, wewe kijeba, hukuenda huko, ulipoenda huko hao ni Waswahili tu waliokosa kazi, na pengine ameedit. Usiwe mjinga, watu muda huo hawana. Usiogope mzungu. Mzungu hawezi kuja hapo, hawezi wakaenda pale kumtazama huyu jamaa kwani amekuwa Michael Jackson. Kwa mtu amekuja kucomment hivyo. Kwa mtu amesema bwana, katika huo umati ambao nimeutazama hapo nimeona mzungu mmoja tu. Kwa mtu amesema kiukweli bwana, Diamond ametisha. Kwa mtu amesema bwana, ulikuwa wapi mtu mfupi? Kwa mtu mwingine hapa amesema bwana, sema kwamba wataka kuwa chawa wa Mwambino, uende Marekani kama mapua, sio kumponda Konde Boy. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Unalizungumziaje hili? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.